tulieleza kupitia jukwaa hili Dribble Sports na tukafafanua kwamba katika viwango vipya vya ubora vya CAF, viwango latest, ni kwamba hivi sasa Tanzania imejiwekea rekodi nyingine tena kwa hivi karibuni katika mpira wa miguu kwa kuingiza klabu mbili kwenye top 10. Ni mataifa mawili tu ambayo yana timu zaidi ya moja katika klabu 10 bora barani Afrika kwa viwango vya CAF vilivyopo sasa, ambapo katika msimu huu wa 2025-2026 unaoendelea na ambao alama zake haziko fixed kwa sababu zitaendelea kubadilika kadri msimu unavyoendelea. Zile zinazofika hatua za mbali zaidi kwenye michuano ya klabu ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika ndio zitazidi kupata alama nyingi zaidi, huku zinazoishia njiani alama zao zinaweza zisiwe nyingi kuliko wale wanaofika mbali zaidi. Na viwango hivi kwa kawaida kwa msimu wa 2025-26 mpaka utakapofika mwishoni ndipo tutajua haswa nani anashika nafasi ipi akiwa na alama zipi. Na viwango hivyo matumizi yake ni kwa msimu ujao 2026-2027. Kwa msimu huu unaoendelea, wakati wa upangaji wa ratiba zake, CAF ilikuwa inatumia viwango vya kuanzia 2020-2021 mpaka 2024-2025 kwa sababu CAF huangalia misimu mitano na kuangalia klabu zimekuwa na ufanisi wa kiasi gani kwa michuano yake ya klabu ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Kwa hiyo tulipoingia msimu wa 2025-26 huu, maana yake msimu huu haupo. Ukiwa haupo, maana yake tulishaeleza mara kadhaa, na jaribu tu kukumbusha kwamba zile pointi ambazo timu ilizikusanya kwenye msimu wa 2021 hazipo tena. Maana ukihesabu misimu mitano kuanzia msimu huu unaoendelea, 2021 ni msimu wa 6, kwa hiyo hauna sifa. Hesabu zake zinaanza msimu wa 2021-22 mpaka msimu huu unaoendelea, ndipo unaopata misimu mitano, yani 2021-2022 ambao unahusika, lakini 2022-23, 2023, 2024, 2024-2025 na huu uliopo sasa 2025-2026 ndipo unapata misimu mitano ambayo ndio inakuwa considered, inayofikiriwa kwa sasa, ambapo kwenye msimu unaoendelea ni kama vile katika ligi kuu, kwenye msimamo wa ligi kuu iwe Tanzania bara au ligi kuu popote pale, ni kwamba bingwa anakuwa hajapatikana, lakini katika kila kipindi husika unajua kwenye msimamo nani anaongoza, wa pili ni nani. Kwa mfano hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2025-26 inayoongoza hivi sasa kwenye msimamo ni Yanga, inaonekana pale juu, inayofuatia ni Simba, lakini bado msimu hujaisha. Hizo nafasi za msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ni kwa sasa tu, ambapo ligi haijafikia mwishoni. Yanga anaonekana anaongoza, Simba wa pili, lakini kufikia mwishoni mwa ligi mwa msimu huu ndipo tutajua nani bingwa, nani wa pili, nani wa tatu, nani wa mkiani wa mwisho. Hivi sasa wa mkiani anaonekana KMC, lakini msimu hujafika mwisho. Kwa hiyo kwenye msimamo KMC ni ya mwisho ya 16, Yanga ni ya kwanza ikiwa na pointi 10. KMC wao wana pointi 3, wako mkiani, lakini msimamo huu unabadilika kadri mechi zinavyoendelea kuchezwa. Sasa kwenye viwango vya CAF kwa msimu unaoendelea 25-26 kwa sasa orodha yake ipo, lakini msimu bado unaendelea. Kwa hiyo kufikia mwishoni mwa msimu ndio utajua nani bingwa. Kwa mfano kwenye ligi nani bingwa, lakini huku nani anaendelea kuwa wa kwanza, nani wa pili, nani wa mwisho kwenye viwango vya ubora, ambapo mwisho wa siku matumizi yake ni kwa msimu ujao. Kama ilivyo kwenye ligi, baada ya ligi kukamilika matumizi yake ni kwa msimu ujao, kwa maana kwamba bingwa anakwenda kushiriki ligi ya mabingwa, wa pili anakwenda kushiriki ligi ya mabingwa, wa tatu anakwenda kushiriki kombe la shirikisho, wa mkiano na teremka daraja na kadhalika. Nimejaribu kufafanua hapo. Sasa kama tulivyozungumza mara kadhaa, na ndivyo sasa taarifa sasa zipo rasmi kwa umma, maana sisi tulikuwa tunakuonyesha wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level kwamba ukijua taratibu zile za namna ya kukokotoa, na tumeshaeleza mara kadhaa, tuna sababu ya kurudia, wewe mwenyewe pia unaweza ukajua nani anakuwa wangapi kadri michuano inavyoendelea. Tulishafanya hivyo kwa usahihi katika jukwaa hili, na sasa taarifa ziko wazi ambavyo ni latest vya sasa, ambavyo sisi tushavijadili karibu mwezi mzima, na ndivyo vilivyopo sasa, viko kwenye public hivyo unavyoviona hapo, kwamba Al Ahly bado wako katika nafasi ya kwanza. Al Ahly pointi zao kwa sasa ni pointi 56. Tunakumbuka wakati tukiingia msimu huu walikuwa na pointi 78, lakini sasa wana pointi 56 kwa sababu kuna pointi ziliathirika, zile zilizopata 2020 zimeshaondoshwa, lakini vizidishio vimebadilika.
pale ambapo hesabu ilikuwa unazidisha kwa 2, hivi sasa ndio mara 1 kwa sababu ni msimu 21-22. Pale palipokuwa panazidishwa mara 3 tunazidisha mara 2 na kadhalika. Tulishalifafanua hili. Ya pili kwa ubora ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, bado inashika nafasi hii, lakini kwa sasa na pointi 48. Wakati tukiingia msimu huu Mamelodi walikuwa nafasi ya pili, lakini wana pointi 62. Hivi sasa ya pili ina pointi 48. Maana kuathirika kwa pointi ni kwa klabu zote. Haya, nafasi ya tatu ni Esperance de Tunis ambayo inashika nafasi hii ikiwa na pointi 43. Wakati tukiingia msimu huu nakumbuka ilikuwa na pointi 57. Hivi sasa na pointi 43, lakini ni ya tatu. Ya nne ni RS Berkane ya Morocco ambayo ina pointi 42. Hawa ni mabingwa wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa msimu uliomalizika. Ya tano ni Pyramids. Hawa RS Berkane unakumbuka wakati tukiingia msimu huu walikuwa na pointi 52. Sasa hivi wana 42, lakini nafasi ya 4 ile ile. Ya tano ni Pyramids. Hapo kabla ilikuwa ni wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa na pointi 48. Lakini kwenye msimu huu unaoendelea Simba hawapo tena kwenye nafasi hii, bali ni Pyramids wenye pointi 38. Simba ni ya 6 hivi sasa ina pointi kama Pyramids pointi 38. Lakini kwa nini Pyramids wako juu ya Simba? Tulishazungumza mara kadhaa kwamba kwenye viwango vya CAF mkilingana points, yule aliyekusanya pointi nyingi hivi karibuni ndo anakuwa juu ya mwenzake. Hivi karibuni Pyramids walipata pointi nyingi zaidi baada ya kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Walipata pointi 6 kwa msimu wa 2024-25 unazidisha mara 4 na kwa 24. Simba walifika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF wakapata pointi 4 kwa msimu wa 2024-25 unazidisha mara 4 na kwa pointi 16. Kwa hiyo Pyramids walikusanya pointi nyingi zaidi 24, Simba pointi 16. Ndio maana Pyramids wako juu ya Simba, zote zina pointi 38. Na hawa wote wana uwezo wa kuziongeza pointi hizi. Tunasema kubwa kuliko au kwa sababu bado wanashiriki michuano ya CAF, wana uwezo wa kuziongeza hizi points zote hizi. Lakini ya 7 ni Zamalek ya Misri. Zamalek wao wana pointi 31.5. Nao wana uwezo wa kuziongeza, wanashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, wapo hatua ya makundi. Wakienda robo finali wanaweza kuziongeza, nusu finali na hata kutoa ubingwa. Lakini kwa sasa wanashika nafasi ya 7. Ya 8 ni Yanga ya Tanzania ambayo yenyewe ina pointi 30. Wakati ikiingia kwenye msimu huu ilikuwa na pointi 34 ikishika nafasi ya 12. Lakini sasa ina pointi 30, iko nafasi ya 8 na ina uwezo wa kuziongeza kwa sababu bado inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye kundi B wapo na JS Kabylie, wapo na FAR Rabat, wapo na Al Ahly ya Misri. Ya 9 ni USM Alger ambayo yenyewe pia ina uwezo kuziongeza pointi zake ambazo ni ngapi kwa sasa? Ni 29.5. Wao wapo katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Ya 10 ni Al Hilal Omdurman ambayo yenyewe hivi sasa inashika nafasi ya 10, ina uwezo kuziongeza points, ina pointi 29. Kwa hiyo 10 bora barani Afrika ndio hizi. Nini kinachojitokeza hapa? Mataifa mawili tu yana timu zaidi ya moja kwenye top 10 ambao ni yapi? Ni Misri yenye Al Ahly, yenye Pyramids, yenye Zamalek. Misri wababe wana timu 3 katika top 10. Wanaofuatia kwa ubabe katika top 10 ni Tanzania ambao wana timu 2. Simba hapa tunaiona hapa, Simba ya Tanzania, lakini kuna watani za wajadi Yanga ya Tanzania. Hakuna taifa lingine lenye timu zaidi ya moja katika top 10. Maana USM Alger ndo wanawakilisha Algeria, wako nafasi ya 9. Huku juu hakuna timu ya Algeria. Afrika Kusini wana timu moja Mamelodi. Morocco wana timu moja RS Berkane. Sudan wana timu moja. Ukiangalia ndipo unaona wababe zaidi ni Tanzania na Misri ambao Misri wana timu 3, Tanzania ina timu 2. Kwenye ligi ya mabingwa Tanzania tu kwenye top 10 ina timu 2 ambao ni Simba na Yanga, zikikutana itakuwa ni dabi. Hizi ni habari njema kwa mpira wa miguu nchini Tanzania, unaendelea kupiga hatua siku hadi siku. Lakini kingine, watani hawa wajade wanatenganishwa na timu moja ambao ni Zamalek. Kati yao Zamalek ndio wanatenganisha wigo kati ya Simba na Yanga. Nayo ni habari ya kuvutia, hapajawahi kutokea hapo kabla Simba na Yanga ziwe karibu namna hii katika viwango vya ubora, zote katika top 10. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri kwamba nani kati ya Simba na Yanga atazidi kusonga mbele na kujiongezea points na pengine kuiletea heshima nchi kwa kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, au walau kufika nusu finali na finali, hatua ambazo kwa timu za Tanzania tangu michuano ya ligi ya mabingwa iitwe ligi ya mabingwa kuanzia mwaka 1997 hakuna timu ya Tanzania imefika nusu finali,
fainali na kutoa ubingwa. Simba na Yanga ndio zinachuana. Nani atatangulia kuweka historia hiyo? Bila shaka ushindani wao unaweza kuwa na kheri, kwa sababu kila mmoja atataka afanye vizuri zaidi, na hiyo ni habari njema kwa Watanzania. Itakuwa vipi? Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment.